tulikuwa na tukio la kulisha roho zetu na akili zetu pia, na hili lilikuwa ni la hija kule Pugu. Tulifanya tarehe 15 mwezi wa 3 mwaka 2024, na kama mtakumbuka baadhi yetu tulishiriki tukio hili ambalo huwa linafanyika. Kulikuwa na ibada, kulikuwa na maungamo, kulikuwa pia na semina, na hili linasaidia sana kuimarisha utume wetu. Lakini pia utume wetu umekuwa ukichangia sana kile kituo cha hija ambacho wanaume Katoliki Dar es Salaam ndio wanakiendeleza. Sasa kuna michango ambayo huwa tunaitoa kwenye jimbo, na mwaka jana tumeitoa vizuri kabisa. Tulikuwa na mchango wa matendo ya huruma, mchango wa usafi kule Pugu, tegemeza jimbo, pamoja na ada ya dekania na ujenzi wa ile ploto kule Pugu. Yote tumeifanya kwa 100%. Lakini tatu, kama alivyosema mwenyekiti kwamba wiki kuu mwaka jana utume wetu ulishiriki katika kuhudumu ile wiki, na pamoja na huduma ambazo tulifanya, basi tulifanikiwa kutoa mchango kwa ajili ya ujenzi wa kanisa jipya wa shilingi milioni 4. Lakini pia tulitoa vipaji kanisani pamoja na zawadi mbalimbali ambazo zilifikia kama milioni 1,137, ambayo ni hatua nzuri sana. Tatu, kwa ajili ya afya pia, kama nilivyosema, huwa wanaume tunapenda kufanya mambo ya kiafya. Tulishiriki tukio la Pugu Marathon. Wanaume wengi tulienda. Nakumbuka mzee Utafu tulikuwa pamoja na tulikimbia kilomita 10. Na tukio hili kweli wanaume waliokwenda wanafahamu jinsi lilikuwa zuri, na nategemea mwaka huu litakuwa na mheshimiwa paroko, na ni wahamasisha wanaume basi tushiriki kama tulivyofanya mwaka jana. Katika tukio la kuwategemeza dada wadogo kule Visinga mwaka huu tulifanya vizuri pia sana kwa kuwachangia kiasi kizuri cha fedha shilingi milioni 11,700, na tumeshika nafasi ya pili katika jimbo. Jambo lingine pia ambalo tulofanya ni kwa ajili pia ya kuendeleza kanisa letu jipya ni kuwasha mshumaa wa majilio, na tukio hili utume ulifanya vizuri pia. Tuliweza kukusanya shilingi milioni 3 na zaidi ambazo tulitoa kwa ajili ya ujenzi na nyingine kwa ajili ya vipaji na zawadi. Lakini utume wetu pia ulishiriki vizuri katika tukio la jubilei ya miaka 45 ya uaskofu wa Kardinali Pengo, ambapo tulimshika mkono pia siku ya tukio lile. Haya ni mambo ambayo tuliyafanya, na kwa kweli kwa mwaka huu yalikuwa yamekaa vizuri sana. Na pia tutakumbuka pia tulishiriki katika tukio la kumwaga paroko aliyeondoka na kumshika mkono. Mheshimiwa paroko, pamoja na yote haya wanaume tuna changamoto kidogo, na changamoto moja hapo, ndugu wajumbe, kama msikia, wakati tunajitambulisha nikawa najiuliza, hivi leo tumefanya mkutano wa halmashauri ya UWAKA au tumefanya UWAKA Day? Kwa sababu katika utambulisho utasikia nilikuwa mwenyekiti wa jumuiya, mwenyekiti wa kanda, katibu wa kanda, mkazina wa kanda, lakini sasa wale wanaume wengine tumewaacha wapi? Maana leo nisikia wanaume wote, nilitarajia kwamba sisi viongozi tungewaleta humu. Na kwa ushahidi tu, mwenyekiti, naomba kwa ruhusa yako tuwasimamishe wale ambao sio viongozi wa UWAKA katika jumuiya zetu wala kanda, ambao wamekuja wale kawaida tu walifika. Hebu wasimame tuone ni ngapi ambao sio viongozi. Sio viongozi. Huu ni ushuhuda kwamba sisi viongozi tumeshinda kuwaleta wale wanaume leo, na tulikubaliana kwamba viongozi wa UWAKA tuwahamasishe wanaume kwenye jumuiya zetu ili tuwe nao, tuje tufaidi mafunzo kama tuliyopata leo kwa mahali, na pia waweze kujua tunakwenda kundaje sisi wanaume. Sasa bahati mbaya hii changamoto imekuwa tukikabili kila mwaka na kusikumbana nayo,
nafikiri tutahitaji kuchukua hatua ambayo ni nzuri zaidi kwa ajili ya kuimarisha utume. Kwa hiyo ni waombe viongozi tuwe imara zaidi katika kuwatafuta hawa wanaume ambao wanapotea katika jumuiya zetu. Wapo wengi na tujiko kama mkuja wote leo wanaume tunajua sio chini ya 500. Manake viongozi tu 250, lakini tuko kiasi hiki. Kwa haya machache, Mheshimiwa Paroko, naomba niwasilishe taarifa hiyo. Asante sana. Asante katibu mtongozi. Kabla Baba Paroko hajazungumza chochote, kabla sijamkaribisha, nimkaribishe mwenyekiti wa halmashauri ya walei aweze kusema neno, baada hapo tamkaribisha Baba Paroko aweze kuzungumza nasi na kutufungulia rasmi. Nimemwona Baba Manyei yupo, sasa sijui anakaimisha au atakuja kuongea mwenyewe. Nadhani anakuja kuongea mwenyewe. Baba, karibu. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Na kila wakati waka nguzo hekalu na hekalu la Bwana. Kwa kweli, Mheshimiwa Baba Paroko, viongozi wa waka Parokia, na kwa namna pekee mwenyekiti wetu wa waka jimbo Zemosha, Maalim Seif, Mwanvera Moshi, na wito Maalim Seif na anamaanisha tunaitana hiyo siku zote. Nashukuru sana kweli, leo imekuwa siku njema kwa parokia yetu, sio tu kwa hii waka ambayo mkutana kama naomba Katoliki wa parokia, lakini muda si mrefu baada ya misa ya pili pia tulikuwa na bahati kwamba katika siku ya leo OWATA wanawake Katoliki dekania yetu walikuwa na mkutano pale chini unaendelea. Kwa hiyo nikajiuliza hataenda kufungua mkutano kwa niaba ya Paroko, ilikuwa kwenye misa kaniomba nende pale kufungua kile kikao. Nikasema ni bahati gani siku kama leo huko chini kuna OWATA dekania, huko juu kuna waka de, na jana kuna waka dekania. Nikasema ni baraka kubwa kwa kuruza, tukishangilia kupiga makofi. Wala kina mama wako chini watu wanatengeneza mbele kwenye waka de hapo juu, wakasema watumie salamu baba zetu kwamba tupo tutajialika wenyewe. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo. Kama Baba Katibu umesema, kweli idadi yetu ni ndogo. Inasibidi sisi kama viongozi wa waka katika jumuiya zetu hasa tujitahidi walau kwa kijacho au kusanyiko lijacho kama hiki, kila mtu aje na mtu mmoja tu hapa wawili. Itapendeza sana, lakini huu mwanzo wetu wa mwenyekiti na viongozi wako si mbaya. Tukiangalia tulikotoka na toka kwenda, tumshukuru Mungu kwa hilo. Tunashukuru Mungu sana kwa sababu waka yameka nyuma na waka hii ambayo iko saizi, tunamshukuru Mungu tupiga hatua kubwa kidogo. Nazidi kuombeana kwamba hatua hii iende zaidi hapa tulipo, na naamini kuombeza Bikira Maria kaza ya asili tutafika kwenye lengo letu la kuwa waka bora zaidi Mafurunza. Siku moja baba askofu mkuu alikuwa anaongea, nimesikia kwamba unavyoongea na waka, unavyoenda waka
tofauti na kuwaendo kwa watu. Baba anajua approach ya kwa na sisi. Lakini approach ya sisi tulivyoanza na approach njema, na tunaamini kwa watafanya vizuri zaidi, kwa sababu kila mwaka tunaimprove. Kama mwaka jana tumezofikia nafasi hiyo, kwa tushinde kwa kuwaka kwa watu ambao ni mama zetu tunaishi nao ndani. Baba Mari atuambia wale ni wasaidizi wetu. Sasa wasaidizi wanawazidi wale wenyewe. Inakuwa shida kidogo. Hata masomo yao yametuambia pale, yaani mwanafunzi anaweza kuzidi mwalimu, si ndio? Baba wetuhubiria. Kwa hiyo tuchukue kama changamoto, tufanye vizuri zaidi mwakani na miaka inaendelea, waka hiyo bora zaidi. Tumsifu Yesu Kristo. Asante baba mwenyekiti. Lakini basi kama mnavyojua, tunaye mwenyekiti wetu wa jimbo, neno dogo fupi ili tumkaribishe baba paroko aweze kufungulia rasmi. Karibu. Wanaume Katoliki, nashukuru kwa nafasi hii. Ndugu zangu, kikubwa mimi ni shukrani tu, na washukuru kwa yote mnayofanya kwa ajili ya utume wanaume wa Katoliki. Na leo tumepata semina, na hii semina bahati mbaya tuko wachache. Wale ambao inawahitaji zaidi ndio hawako. Kwa hiyo tuangalie namna ya kufanya hawa wawepo. Baada ya kusema hayo, nafikiri nisichukue muda mrefu wa kuzungumza. Niwashukuru sana. Tumsifu Yesu Kristo. Asante mwenyekiti wa jimbo. Ni kweli kwamba wale walengwa ndio wamebaki nyumbani. Sasa hizi salamu tutazifikishaje? Ndio changamoto ambazo katibu amenizungumza. Naamini sisi tulioko hapa tutapeleka salamu, lakini baada ya kupeleka salamu pia tujitahidi kuwafuta ili ijayo tuwe mara mbili ya hii. Naomba nichukue nafasi hii kwa heshima na taadhima sasa kumkaribisha baba paroko aseme nasi katika siku hii muhimu ya kwetu, na baadaye tufungulie rasmi shughuli yetu au wakati yetu. Baba, karibu sana. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Sijui sana nianzie wapi. Kwa mkusanyiko huu, kwanza kabisa nitambue uwepo wa uongozi wa waka parokia yetu ya Mavurunza, kamati tendaji ambao wapo hapa, halafu mwakilishi wetu ambaye ni mwenyekiti wa waka jimbo Zemosha, na ninyi ambao mko hapa wote. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi leo hii ujumbe kwenu na mashaka hivi, idadi ya mwaka jana ilikuwa nadhani sio imepungua. Mimi nilivyoona mimi nimeongezeka, sijui sikuchukua takwimu, lakini nilipoingia kama nimeshangaa hivi. Nimeshangaa, nimeona kama watu hawapo. Na mambo haya mahudhurio kwa sisi wanaume yanaleta shida. Mahudhurio, uwepo tunapotakiwa kuwepo, inaleta shida. Na ukizungumza mafanikio haya ya michango ya kijimbo, mimi nayachukulia tu kama tunaposema kukua kwa uchumi ndani ya nchi. Watu wanateseka, wenye hela wawili, tunasema uchumi umekua. Hakuna akili hapa. Tunasema hakuna akili. Tuko watu 100, wawili wana hela nyingi. Tukijilinganisha na kundi jingine la 100 wana hela kidogo.
Kumbe sisi tuna hela nyingi, hela za watu wawili. 98 mnateseka. Hamjui chumvi mnapata wapi, mafuta mnapata wapi. Mnateseka tu. Wazee sisi kundeta watu 100, sisi tuna uchumi mzuri. Tumewazidi ninyi, sisi tuna bilioni 10. Nyinyi mna bilioni 5. Kumbe bilioni 10 za watu wawili. Hii ndio inakuja tunapotoa takwimu kwamba sio kijimbo tumefanya hivi, kijimbo tumefanya hivi, tulikuwa wa kwanza. Mimi huwa naenda mbali zaidi. Mlikuwa wa kwanza kwa maana hilo tendo limewabadili maisha yenu kiroho au limewapa tu sifa ya nje. Naomba Mzee Mosha, mwenyekiti wa waka jimbo, nadhani mambo haya kuyaangalia sana tunapokaa na kuzungumza mambo ya mahudhurio ya waka. Samahani pengi kila padre na kila parokia analalamika. Sasa mkisema mleta cheti wa dada wadogo kwa wa kwanza, hiyo maana yake tulipaswa kuona mahudhurio hapa. Au mlichanga ninyi pekee? Sina wao walichanga. Hapo kuna shida ya kufikiri. Nimechanga kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kujionyesha. Kama kutoka moyoni, basi nilipaswa niwepo hapa. Kuna tatizo tena kubwa la kutokujitambua kwamba nafanya nini. Kwa michango inatoka, tunakuwa wa kwanza. Sasa tukijiita wenyewe hatupo. Tunapotangaza michango tutakuwa kuna mtu tunataka tumpendeze. Askofu asikie mazungumzo wako vizuri. Tungesema leo awepo na imani wangekuja. Kwa hiyo tunahudhuria kwa ajili ya mtu. Na hiyo sio imani hiyo sio imani. Mimi siishi upadre wangu kwa ajili ya askofu mkuu, naishi mimi. Niliupenda upadre nikapadilishwa, kwa hiyo naufurahia upadre wangu mimi. Siweki mtu mwingine juu sana nizunguka nafanya maadhimisho yangu vile nilivyoelekezwa kwa furaha yangu. Siku mna mtu mimi anaanza kumuogopa. Hiyo tayari ni shida kwenye maisha ya imani. Tungesema aje hapa leo huyo anayejua kule tulikuwa. Baba Msoma nadhani siku nilikuwa na mchango mara mwisho. Mimi sijawahi kwenda sijawahi kuhudhuria kule kwa dada wadogo, lakini nakumbuka mwaka jana hii alikuwa Baba Msoma, na Askofu Msoma na Askofu Mchamungu nadhani. Hawa wawili. Sasa tungesema sasa hivi ndio wapita. Leo ni wakadema kuanza wale kwa kwanza kule. Ndio hawa hapa. Sio kama atafurahi. Kuna kitu inabidi tukifanye cha ziada. Tuweke programs zinazoweza kutubadilisha. Kwa nini watu hawa watoa michango mingine lakini hapa hawakufa? Je, kuna watu wametoa mchango hapa ilikuwa shilingi ngapi? Nilikuwa naona kwenye magrupu mle. Ilikuwa shilingi ngapi? Kwa kuja leo 20. Kuna watu wametoa alafu hawakuja. Na je, ni idadi gani kubwa? Ambao wametoa hawakuja. Waliotoa kama wanafika kama 80. Nadhani wasiofika wametoa hawakuweza kufika ni wachache. Kwa hiyo wengi hawakutoa. Nadhani hilo tuliangalie sana, kwa sababu furaha yetu si matukio haya mengi tunayoyasimulia. Furaha yetu wewe na wewe upate furaha siku kiitwa. Na mimi sitaki nimlee mtu kwa kumfurahisha nikijua anachokifanya hawezi kufika mbinguni, si muongozi. Hii mimi waendelea moja kwa moja. Sasa nampeleka wapi? Habaki anashangilia hiyo michango itamfikisha wapi? Kwa hiyo tuende upande wa pili, tuzame zaidi, tufikiri naenda wapi? Hivi nikiitwa sasa hivi kwa maisha naenda wapi? Hilo nadhani la muhimu sana. Na katika kanisa tunaongoza watu waelekee huko. Na kama kuna vitu vingine vinawafanya wajisikie kwamba sisi tuko sawa, lakini yale ya msingi hawako sawa, tayari ni shida. Ni kama tunapoongea na watu wa uchumba na mitani.
atafanya kila kitu, lakini huyu mimi namuongoza aende wapi? Siku ya mwisho aende wapi? Karamu ile tunaendelea kushiriki baada ya maisha, yeye haishiriki, na muongoza aelekee wapi? Wakati mwingine anaenda kwenye michango, tunafanya mbinu nyingi sana kuwafikia watu ambao hawapokei, lakini wachangie. Tunafanya kila mbinu tuwafikie hao, lakini hatufanyi mbinu tuwafikie kiroho. Hakuna kikao kinachoamua kwamba jamani, leo tuende kwa fulani ana miaka mingi apokee Ekaristi, twende tukaongea naye. Huo mpango huo haupo, ila kwenye meza tunajadiliana kwamba yule atatusaidia, nani anamfikia. Na mbaya zaidi, niliweka majimbo parokia nyingine, eti watu kama hawa wanasema yaani yule atoe hela baba paroko lazima uwepo. Mimi nilikuwa nawaambia siwezi kufunga safari kutoka kanisani, hata kama anaweza kumaliza kanisa ile peke yake, nikamfuata mtu ambaye ana kizuizi kwa ajili ya kuomba hela yake, sitainua mguu, ila nitainua mguu kwa kwenda kumshawishi au mshiriki. Siwezi kuinua hata amalize jengo ile peke yake, siwezi kuinua mguu kumfuata yeye ili atoe hela yake, kwa sababu nitakuwa na mpamba, lakini siku ya mwisho. Nadhani mambo haya ya kiroho tuwe makini nayo sana. Mambo ya kiroho tuwe makini nayo sana. Na kwa sababu hiyo leo mimi sasa nilikuwa kichwani, kumbe ndio nimekutana na mazingira haya. Niwaambie ninyi wanaume wenzangu, ninyi ndio mnatuaibisha kwenye dunia ndogo ndogo. Nyinyi ndio mnatuaibisha kwenye dunia ndogo ndogo. Hilo ndio nataka niwaambie leo. Mwanaume ni mtu ajabu sana. Anaweza asiwepo popote, lakini kitokea shida yeye ndio namba moja. Hata wanapopika yeye anasimamia usikizi. Lakini kwenye mazingira ya kawaida hayupo. Watu wengi hawahudhurii jumuiya. Hata tunapozunguka hii ya kuzungukia jumuiya hii sasa hivi, wengi na kina mama, si wanaume. Kwa hiyo tutasema labda mambo ya takwimu, pengine wengine wanaume wachache unaweza kutokea, lakini unaona kabisa wapo, na wengine unakutana nao, na wengine unawajua, lakini hawapo. Anaona uvivu Jumamosi kuamka tu ndani kwenye nyumba yake chumbani kwenda kusali jumuiya, anaona uvivu. Yaani wenzako anasema huyu hatujawahi kumuona hata siku moja. Siku ya siku huyu sisi tufanye nini? Na kati ya watu hata toka ni jambo 2020 misiba ambayo imetikisa sana, tumefanya na vikao kujadili huyu tunamzikaje. Idadi kubwa ni ya wanaume kuliko wanawake. Idadi kubwa ni ya wanaume kuliko wanawake. Hawajali. Halafu wengi ni wafanyabiashara, si kwamba wameajiriwa na mtu. Kwa hiyo anashindwa kuweka utaratibu kwamba nilimkuta mama mmoja akasema yeye hawezi kuhudhuria Jumamosi jumuiya wala Jumapili. Kwa sababu gani? Yeye anaandaa biashara ya alfajiri, anapeleka eneo jingine la Dar es Salaam mbali. Iko jumuiya hizi zinazozunguka. Wanaenda mbali, lazima ajihimu. Na hiyo biashara ni ya asubuhi, saa 5 saa 6 imeisha. Hadi saa 5 saa 6 huwezi kuikuta jumuiya wala misa, sivyo? Kwa hiyo siendi jumuiya, siendi Jumapili kanisani kwa sababu hiyo. Nikamwambia huyu anayekupa nguvu siku zote 7 ni nani? Mungu. Akajibu Mungu. Kwa basi hiyo siku ya Jumamosi tunakushauri na Jumapili uchelewe, halafu punguze hiyo bidhaa. Kama unapata 100,000 kwa siku, basi hiyo siku inaweza kupata hata 30,000 hata 50,000, lakini imeenda usali. Kwa uanze usali
Jumamosi punguza, uende saa 3 saa 4 utapata kidogo, na Jumapili sali misa ya kwanza nenda utapata kidogo, lakini Mungu wako umempa heshima kuliko wewe umekata kabisa kusali kwa ajili ya hiyo hela kila siku lazima niipate. Nadhani kuna vitu fulani inabidi tujifunze tu kufikiri vizuri. Kama biashara za kwangu alafu inaninyima kwenda kusali jumuiya, kwenda kusali Jumapili, hapa hawezi kupakana sana. Hiyo biashara ya aina gani? Ya kuwahi Kariakoo kuuza viatu, kwenda Dubai kuchukua mitumba. Sasa kama niko Dubai inaeleweka, si nimesafiri. Lakini kuamka kwenda tu kufungua duka, kwenda kwenye biashara kuangalia kuku, sio kuangalia ng'ombe, siku hii lazima niipe muda. Haiwezi kawa sababu. Kuna watu ambao wameajiriwa kiserikali, wameajiriwa kwa watu binafsi, unaona kazi yake mazingira ni magumu, anapatikana mara chache. Lakini na huyu mfanya biashara yeye yuko hivyo. Mahudhurio yetu ni hafifu sana sana sana, na naamini viongozi wengi mko hapa, viongozi wengi. Basi haya tuanze kuyafikisha huko. Inasikitisha, mtu sasa amefariki, alafu mnaanza majadiliano namna ya kumzika. Hii ni dalili wazi hata kule tunakoelekea tutakuwa na shida. Walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu na mimi ni sasa, wenzangu wenyewe wanajadili namna kulizika. Huyu anayesema na mimi nipo anakuacha, yaani wenzangu wenyewe wanajadili namna ya kunihifadhi mimi. Walipo wawili watatu na mimi nipo. Sasa Mungu hapo ukoje? Wenzangu wenyewe wanajadili, wanaanza kufuatilia madaftari, wanaanza kuuliza huko na huko, mimi usalama wangu wa kiroho huko wapi? Itakuwa ni shida. Lakini kama tunaweka mambo ya kiroho kando, tunafanya kwa ajili ya maburudisho, sawa. Lakini kama tunaweka mambo ya kiroho mbele, nadhani wanaume tuhamasishane mahudhurio ya jumuiya yawe mazuri. Kuna wale ambao tena sura zenu ninyi hapa nadhani ndio mnaohudhuria wenyewe. Ndio maana mimi nikienda kwa jumuiya sura nyingine chache, lakini nyingi ni zile zile unazoziona kanisani na kule. Wale wengine utaambiwa tu kaya fulani huyu baba aonekane anafanya biashara, kaya fulani si baba aonekane sio anaenda hospitali. Yaani ni story tu. Najua ninyi ndio mnaosali wenyewe jumuiya. Kama hilo siku mwenyekiti au wakati ujumbe huu unapaswa kusikia. Pengine ninyi mnaujua, pengine mnarudia kuupata, lakini wao wenyewe hawapo. Kwa hiyo naomba mwenyekiti wa waka parokia na kamati yako tendaji, nadhani upande wa wanaume tukae tuweke utaratibu namna ya kuwapata wanaume kwenye jumuiya. Dini si lazima. Mimi sasa hivi jumuiya ambazo napita naenda na daftari. Kwa wanaandika waliohudhuria siku ile, wanajiorodhesha wote. Halafu wanaandika kila karatasi moja moja kaya wanaandika. Kama wengine wameoa, wameolewa, wameanzisha kaya zao, hapana. Wale wanaoishi pale. Kwa hiyo pale huwa anaweka vema kwa niliyemkuta na kosa kwa nisiyemkuta. Na ninaandika mbele kama niko chuo ndio wanafunzi. Basi wanaandika hivyo. Kwa sababu siku ya siku sasa anayekuja ofisini akisema jumuiya fulani ambayo nimeshapita na baada ya kama naweza kupita zote, basi mimi nafuta daftari hili. Hata kama database hatuna, tukumbuke tusijidai tuna akili sana. Na mmoja alikuja ofisini pale kwa msema fulani, sema father, sasa tumepitwa na wakati tunachunza mambo kwenye vitabu. Tuna wiki ile iliyopita ile baba mmoja. Sasa hizi mfumo wa database kila kitu ni nzuri. Mambo yanaenda pole mzee. Aende haraka hivi. Kumbuka kuna watu vitabu vinavyosoma vya Agustino Benedicto wetu waliandika kwa kuchovya wino hivi kuandika hivi. Na waliandika mavitabu hivi. Tusije tukaendelea tuna akili sana tunaenda kwenye mifumo. Ndio maana mimi mifumo sitaki sana kuidharau. Hata kama ni ya zamani. Ukafikiri wewe ni wa kisasa. Kinyume chako utakuwa wa zamani. Halafu hao wale wa zamani ndio watakuwa wa kisasa. Kwa hiyo naamini kwenye daftari hizi
Hata mwingine anaweza kujaza mjini kwenye daftari anapata usumbufu. Sipati usumbufu. Ili mradi nimsaidie kila mmoja. Alafu nitoka jumuiya fulani kwa Rumi nitakuwa nafuta daftari. Nafungua kwenye familia yake. Pale tunaanza kuongea vizuri. Na hata siku niliyofika wewe uwepo. Maelezo yako hivi, tuanze kuongea vizuri. Yule ambaye ana ugumu sana, ni kama ni unaenda kanisa jingine. Ni vizuri sasa kuliko kukaa hapa wapi. Tunaandika idadi tu. Sasa idadi tunasaidia nini? Haitusaidii kitu. Lazima idadi iendane na uwajibikaji. Kwa hiyo tupange utaratibu ambao sisi hatufukuzi mtu kama ninavyowaambia kwenye jumuiya. Kila mmoja mbatizwa ana haki na sisi. Hatumfukuzi mtu. Lakini tuweke utaratibu hawa wanaume wote kwa namna moja au nyingine tuwafikie na kuwauliza, wewe mwenzetu huwa huonekani popote, je, ulikoni? Mimi vipi tutakuja? Basi tunakusubiri. Tutaenda tutarudi tena. Sasa wanakuja, hafiki tunarudi tena. Mungu anasema mimi nimeshaacha kama sinitafuta. Basi tujue ameshatujibu ili siku ya siku tusianze kuhangaika. Nadhani tuweke utaratibu na hasa kwa wanaume. Ninyi ndio mnao sasa tunakuta. Wao wenyewe hapa hawapo. Hawawezi kufika. Wapo tayari huko mtaani tuliza. Kwa hiyo mwenyekiti, ninaomba tujaribu kutumia akili zaidi Mungu alizotujalia. Kufikiri zaidi kuona hawa tutumie mfumo gani tuwafikie hawa wenzetu. Ila tusiache tu hivi, sisi ndio tutakuwa tuna makosa sasa. Sasa kiuchungaji lazima umfikie kila mmoja katika kondoo wako. Tuwafikie, tujue wenzetu wakoje, wanahitaji msaada gani, wana matatizo gani, tuweze wakati mwingine kuwasaidia. Na hivi viongozi hata wa jumuiya, mara nyingine nahamasisha mwafikie watu. Jumuiya nyingine tunapita huko, wanaandika majina, hapo wanasema, "Mmeandika kaya zote?" Hao wengine tukuandika sawa hawafiki. Mliwahi kuwaendea? Hapana. Kwa hawaandiki na hawawahi kwenda kuwauliza. Hiyo tayari ni shida. Sasa utume wetu sisi umisionari lazima tuwafikie. Kwa hiyo jukumu letu sasa tupate utaratibu, tuweke utaratibu. Tunawafikiaje wanaume wenzetu? Hata tukiwakusanya tukawapata kwa simu, tarehe hii unaitwa hapa, tarehe hii unaitwa hapa, tuwaite wote. Asipofika sasa na simu yetu tena mwalimu amekata. Lakini wengine tutawapata mpaka tuwapate. Lakini kwa hivi parokia ambayo ina wanaume wengi inakuwa si nzuri. Tusipende tu watuchangie alafu wao tunawaacha Mungu. Watuchangie na tuwatafute. Naomba sana mwenyekiti, leo uweze kupata jibu, hata mimi sina jibu sahihi. Lazima tujadili mpaka tujue namna ya kuwafikia wanaume. Kwa sababu ni waamini wenzetu na tunaongozana kufika mbinguni. Hatutaki mtu apotee pale ambapo sisi tumeshindwa. Tumetumia kila aina ya maarifa yote aliyotupa Mungu. Jamani, hapa na sisi tuliishia hapa. Hatakuwa na namna nyingine. Lakini vinginevyo tutakuwa na sisi tunabeba msalaba fulani, dhambi fulani ya kutowajibika vizuri. Lazima tuwafikie. Wengine ni wakali, wanajibu vibaya. Lazima tuwafikie. Akinijibu vibaya, mimi ndo nabaki na jibu hilo. Kwamba huyu alishatukana, alishatufukuza. Ndicho tunachotaka leo. Tujue huyu mwenzetu kwa kweli nadhani hatuwezi kumwendea. Ni kama mtu anamwendea ananishikia panga. Sasa nitaenda tena. Sina haratisha maisha yangu. Najibu sinalo. Kwa nini wewe kwa kaka wewe kwenda yule alishikia panga? Basi. Lakini hata wewe mkali lazima tufikie. Anafunguliwa kwa remote, sio anajifungia. Twende tugonge. Sema sisi tuna shida na wewe. Lazima tuwafikie watu wote. Kama mnawashindwa kabisa, sema huyu hatuwezi kabisa, mtuambieni sisi tutaenda. Sisi tumeshajitoa, tutaenda tu. Hata tukani kweli, lakini kumwendea tutamwendea, tutaangalia uso kwa uso, ujumbe tutawafikisha. Lakini tusiwaache tu hivi na sisi tutakuwa sehemu ya hilo kosa. Hatuwezi tukaepuka kwa sababu hatuweza kuwafikia. Wengine wavivu, wazembe, wametoka sehemu mbalimbali, wamelelewa mazingira ya aina mbalimbali. Anaweza kuchukua dini mtindo huo tu basi.
na wapo wengine tena wanajidai tena. Hii sijapata sehemu moja, na hata mafunzo nimeshapata kwa watu kama 3 4 tayari, kwamba mwingine wanapomwambia anasema wewe, kama mimi nina shida, wewe subiri siku nikija. Na uone hiki ndio tunachokizungumza, kasoro ipo. Wewe subiri siku nikifa, utaona hapa mapadri watakavyomiminika. Sasa mapadri mbele ya Mungu ndio wanakunyanyua kufikisha mbinguni. Jamani, Mwenyezi ujinga kutoka tikisa. Hakuna papa, hakuna askofu, hakuna padre wala yeyote kama mimi nipo kwenye dhambi atakayenisaidia nimekufa kuniinua hivi kusema huyu aingie mbinguni. Hayupo. Hizi ni rushwa za kijinga za sisi hapa duniani. Haziko mbinguni. Sasa mtu anasema wewe unahangaika na mimi, shaurieni mimi. Subiri mimi nikifa utaona hapa mafuriko hapa ya mapadri. Sisi tutakunyanyua wewe kufikisha mbinguni. Tutakunyanyua. Tutakuja tu kwa lugha ambayo naweza kusema mapambo tu. Tumejaa hapo, niliziko na mapadri wengi. Umeenda wapi? Utajuana mwenyewe na Mungu. Yatakuwa ni mapambo tu. Tuishi maisha ambayo na wengine wanayaona. Ndio maana kusema walipo 2 3. Ishi maisha ambayo na wengine wanayaona. Si maficho. Kuna watu wana falsafa mbovu kweli. Yeye haoni umuhimu wa kuwa na wenzake. Haoni umuhimu. Na anaona yuko sawa. Ishi maisha ambayo wengine pia wanayaona. Wapendeze watu. Usiishi usijidai kwa mimi siku nikifa tutaona mafuriko. Sisi tunataka tukuone na ndio ushahidi wa maisha yako. Hao wengine hawataweza, hawana msaada nje ya maisha yako. Kwani nakuasihi sana tujitahidi tuwafikie hao wenzetu, na wako wengi. Tumsifu Yesu Kristo.